leo niko popo na watoto shusha boto. Bana, kumekuwa na mambo mengi ambayo yanasemekana katika mitandao ya kijamii kwa siku ya leo, nikiwa na maana kwamba baada ya Diamond Platnumz kuachia nyimbo zake 2 kwa mfululizo, kumekuwa kuna maswali mengi sana. Mengi yalikuwa yanahusika katika swala zima la nini ambacho alikuwa amekitarget, na baada ya kutoa double release zina faida yoyote katika jamii au zinampatia msanii pesa yoyote, kwa sababu kujaribu kuangalia ngoma ambazo amezitoa, mmoja wapo ni ya mapiano, lakini pia nyingine ni kama vile afro pop, yani kuna bongo flavor kidogo, kuna afrobeat kidogo, lakini pia kuna R&B kidogo, yani vyote hivyo vimeweza kuchanganywa katika sehemu moja. Lakini yote haya yamekuja baada ya watu kusema kwamba inawezekana kwamba ule mpango ambao Mange Kimambi alikuwa ameuongelea ndo mpango huu ambao amejaribu sasa kufanya, au ndo mkakati huu ambao basi Diamond Platnumz ameweza sasa kutekeleza, kwa sababu alivyoambiwa kwamba kulikuwa kuna issue ya kwenda London. Baada ya kwenda London, kuna pesa ambazo zilikuwa zimewekwa kwa ajili ya Diamond Platnumz na familia yake nzima na watu baadhi kwa ajili ya kwenda katika shughuli hiyo ambayo itaenda kufanyika, show ambayo itaenda kufanyika tarehe 13 huko London. Na yote haya ilikuwa ni mpango ambao inasemekana kwamba imetoka katika mfuko ambao basi ni wa juu, ikiwa na maanisha kwamba mfuko ambao ni wa watu wa system. Sasa yote haya ambayo basi Diamond Platnumz katika siku ya leo, baada ya kuachia ngoma ya kwanza inaitwa Katam na amemshirikisha BN, basi kupitia nyimbo hiyo Diamond Platnumz baada ya kuachia katika siku ya leo ameachia kama vile ni audio lyric, naweza kusema hivyo, ambayo basi inaonyesha tu picha pamoja na mistari ya nyimbo. Wimbo ni laini na ni wimbo ambao ni wa mapenzi, unaochanganya bongo flavor, afro pop, lakini pia unaleta hisia za mseto katika swala zima la mitandao ya kijamii. Mpaka kwa muda huu katika mtandao wa YouTube wimbo huu una wafuatiliaji 500,000, ingawa maana kwamba ina nusu ya milioni. Lakini pia nyimbo nyingine inaitwa Babu, basi hii ni kama vile yani imeshindwa kuikimbiza Katamu ambayo BN humo ndani ndo ameshirikishwa. Lakini sasa katika nyimbo hii inaitwa Babu kuna mwamba anaitwa Masterpiece, ndio mwamba ambaye ametoka katika nchi ya South Africa. Katika nchi ya South Africa, basi mwamba huyu hapa hivi isitoshe kusema kwamba Katamu pia baada ya kuachiwa na nyimbo hii hapa ya Babu, basi kumekuwa na mitazamo ambao ni mseto, yani mtazamo ambao ni positive na negative kuhusu kasi ya uzinduzi wake. Watu wao wote wamezidi basi kuonekana kama vile nafasi yao katika jamii kwa sasa hivi basi ina utofauti. Kukijaribu kuangalia nafasi ya kwa Diamond Platnumz kwa kipindi hichi hapa ambacho watu wengi wametumia mfumo huu wa no reform no election kuweza basi kwenda kucomment katika page mbalimbali, na wengi wanasema kwamba Diamond Platnumz kama vile ametumika na chama husika ambacho kinatumikia sasa hivi nchi yetu. Lakini pia Diamond Platnumz kuzisogeza ngoma zote hizi katika soko, basi imechukuliwa kama vile ni njia kwake yeye pia kujibrand. Wengine wanasema kwamba kwa kutoa amapiano ambao ni muziki ambao upo katika soko, lakini pia kutoa nyimbo kama vile afro pop ambao ameshirikisha pia BN, pia ni njia mojawapo ya yeye pia kuendelea kujikamata au kuendelea basi kufanya vizuri katika soko la muziki ambao ni mlaini. Kwa hiyo amejaribu kurusha mawe mawili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo Masterpiece ambaye ni mmoja kati ya msanii kutoka South Africa, inawezekana hii ni single nyingine, naweza kusema kwamba hivyo, au bonus ambayo basi haikutajwa au haikuwekwa wazi katika mitandao ya kijamii kwa sababu ameshtukiza mashabiki zake. Masterpiece kwake ni kama vile ni surprise, kwa sababu nafikiri kwamba hata siku ya uzinduzi wa ngoma hizi basi Diamond Platnumz hakuwa ametarajia kuachia ngoma hii na Masterpiece, kwa sababu aliweza kuposti ya kwake na BN kupitia ukurasa wake wa Instagram, na hapo basi saa 6 usiku akaweza kuziachia. Sasa siasa, muziki na no reform no election, kampeni ya no reform no election ambayo inatamba hadi leo katika mitandao ya kijamii kupitia chama cha Chadema, naweza kusema kwamba kupitia chama cha upinzani Chadema, vuguvugu hili la Mange Kimambi limezidi basi kurekebisha yale ambayo basi ni muundo halisi wa yale ambayo yalikuwa yametokea. Kwa kifupi ni kwamba no reform ni maana yake kwamba kama hakuna mabadiliko basi hakuna uchaguzi, no election kama hakuna uchaguzi. Basi watu wengi wameenda comment katika page ya kwake Diamond Platnumz na kuonyesha kwamba jambo hili kwamba bado wanazidi kushinikiza kile ambacho kimekuwa kama vile ni kampeni ambayo basi inafanyika katika mitandao ya kijamii kwa sasa. Mange Kimambi yeye anadai kwamba Diamond Platnumz amepewa pesa ili kuvuruga mipango ya kisiasa ya wafuasi wa kampeni hiyo ambayo inaeleza kuwa no reform no election. Ni taarifa ambayo imeenea katika mitandao ya kijamii, lakini hakuna ushahidi wa kina kutoka kwenye vyanzo vya habari vilivyoidhinishwa na kuzaa mada hii hatarishi na uaminifu mkubwa sana katika kipindi hichi cha kampeni.
na kusababisha ghasia mitandaoni, kwani mada hii ya utekaji pamoja na mauaji imetajwa kuwa inahusishwa kwenye mjadala huu ambao unahusika na kampeni hii ya no reform no election. Sasa ukijaribu kuangalia kuna uchanganuzi wa hatua 10 ambazo basi zimefanyika. Siasa na muziki ni mchanganyiko ambao ni uchangamfu ambao umefanya basi mashabiki wengi ambao wanafuatilia muziki pia waweze kujumuika katika siasa, na mashabiki wengi ambao wanafuatilia siasa pia waweze kukutana pia na mashabiki ambao wanafuatilia muziki. Diamond ametembelea no reform no election, ni wazi alikuwa na dhamira ya kuvuta hisia na jinsi ya kuzalisha buzz, kana maana kwamba vile zile naweza kusema kwamba showbiz za haraka kipindi hichi ambacho ni cha kisiasa. Kasi ya uzinduzi na mkakati au bahati, wapo wanaosema kwamba Diamond Platnumz amekurupuka na uongozi wake kwa ajili ya kuzindua ngoma hizi mbili kwa mkupuo mmoja, kwa sababu ukiangalia ngoma ambayo mpaka kwa muda huu yenye mafanikio makubwa ni ngoma ya kwake pamoja na BN, lakini ngoma ya kwake na Masterpiece basi Babu haina engagement kubwa. Kwanza kabisa ina wafuatiliaji 100,000 tu mpaka kwa muda huu tunavyoongea kupitia ukurasa wake wa YouTube, lakini pia katika sehemu za Audiomack, Boomplay taarifa hizo bado hazijaweza kutoka. Nikana maana kwamba hivi wanaosema kwamba Diamond Platnumz amekurupuka, anaweza kusema kwamba Diamond Platnumz kuachia ngoma 2 mfululizo ni kama vile anajitengenezea strategies nyingine mpya, au amefanya kujaribu ipi ambayo itaenda, au anatafuta bahati ya ngoma gani ambayo itaenda mjini zaidi kuliko ya nyingine, kwa sababu kujaribu kuangalia ngoma ambayo ameachia na BN ndio ambayo imeenda, na vuguvugu kubwa ambalo limeweza kuibuka katika ngoma hiyo ni kwamba kumetokea ushindani ule wa wazi kwamba BN kutoka katika nchi ya Kenya, watu wa Kenya wanasema kwamba BN amemkimbiza Diamond Platnumz, na watu wengine kutoka katika nchi ya Tanzania wachache wanasema kwamba Diamond Platnumz amefanya poa. Ni wale mashabiki wale kindakindaki ambao wametoka na Diamond mbali, hawajaangalia sakata hili ambalo linaendelea katika mitandao ya kijamii, hususan katika swala zima la siasa ambayo basi ilikuwa inamhusisha pia Diamond Platnumz katika kipindi hichi. Lakini pia ubora na visi siasa, naweza kusema kwamba hivi inajazwa tu kama mipango ya kisiasa. Watu wanasema kwamba ni mipango ya kisiasa hii ambayo Diamond Platnumz ni mmoja kati ya mtu ambaye ameamua kuvuruga ule mpango ambao unaendelea katika mitandao ya kijamii, na inajazwa tu kama ni mipango ya kisiasa, lakini utekelezaji ni wa kitaalam sana. Video ya kitamu bado haijatoka, lakini pia audio inaonyesha kwamba kuna ubora wa hali ya juu, na inaonyesha kuwa sio mikakati ya dharura, ni mikakati ambayo ilikuwa imepangiliwa, na upangiliaji huu umeweza kusababisha watu wengi iwe kama vile surprise baada ya nyimbo hii kuweza kutoka. Lakini pia ripoti za kuchanganya muziki na siasa, ikiwa ni taarifa ya kwamba Diamond Platnumz kutumiwa kuvuruga vuguvugu hili inawezekana kuwa inaendeshwa na miongozo ya kisiasa, lakini bila uthibitisho wa aina yoyote. Ni hatari kuisambaza hiyo taarifa waziwazi. Kwa hiyo wito wa Mange na upinzani wa kidigitali, Mange ametumia hashtag ya no reform no election na kuhimiza Watanzania kujihusisha kidigitali, hali ambayo inazidi kuwatesa wale ambao wanaowataka wawe watulivu. Kwa hiyo kujaribu kuangalia hata kwa upande wa Jux, ni mmoja kati ya mtu ambaye ametajwa pia na yeye pia anahusika katika swala hili la kuweza kuvuruga vuguvugu hili ambalo linaendelea. Kazi ya serikali Oktoba, watu wengi wamesema kwamba Oktoba tunaenda kutiki, na wengi wao basi ni wale ambao wako sambamba na chama tawala, yani Chama cha Mapinduzi. Bana, basi mimi nafikiri kwamba sitakuwa na lazima kwa muda huu. Haya ndio yale ambayo yaliyojiri katika mitandao ya kijamii, hususan katika swala zima la kwake Diamond Platnumz. Lakini mpaka kwa muda huu hakuna ushahidi wa kuaminika unaothibitisha kwamba Diamond Platnumz amelipwa kwa ajili ya kuweza kuvuruga sekeseke hili ambalo linaendelea katika mitandao ya kijamii. Lakini pia uzinduzi wa nyimbo hizi hazionyeshi kuwa ni nia ya kisiasa, ila tu inawezekana kwamba ni mbinu ya kimasoko. Maana na kwake Mange Kimambi bado yeye nguvu yake ipo katika swala zima la kisiasa tu mpaka kwa muda huu. Katam featuring BN imeachiliwa leo, na bado kuna ngoma inaitwa Babu featuring Masterpiece imeachiliwa. Mnaenda kazisikilize alafu niambie, je, kuna kipi ambacho kinaendelea katika ngoma hizi? Je, kuna kipi ambacho unahisi kwamba Diamond Platnumz amefeli katika ngoma hizi? Bye bye for now.